chema. Na nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wenyeji wote katika shule ya Sabato ya siku ya leo. Na kwa kuanza vipindi vyetu, ningependa wote kwa pamoja tukiwa na nyuso zenye furaha tusimame tuimbe wimbo nambari 84 kutoka katika vitabu vyetu vya Yesu Kristo. Wimbo nambari 84, tuimbe kwa furaha. Basi sikilize fungu la ukariri. Tunapatikana katika kitabu cha Esta 5 na ule mstari wa 2, anasema ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akaikaribia akagusa ncha ya fimbo. Bwana awabariki. Amen. Piga magoti tuombe. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunasema asante kwa nafasi ya pekee ambayo umetupatia wana na binti zako kuja katika siku hii ya leo. Jina lako lipewe sifa. Tumepiga magoti mbele zako tukiwa na mioyo ya kujinyenyekeza kwako. Tunasema asante kwa ukarimu wako uliotufanyia ndani ya siku 6. Hata katika sabato ya leo tunahitaji uwepo wako kapate kuwa nasi. Kambariki kila mmoja ambaye amekuja katika ibada ya leo, hata ambaye bado hajafika huko aliko, endelea kumwaisha mapema kabisa aje kushiriki ibada yako takatifu. Wagonjwa wote nenda kawaponye kwa mkono wako wa uponyaji. Tukiwa na imani ya kwamba baraka zako zitakuwa nasi kwa jina lako Yesu, amen. Basi kwa wakati huu tutaegemea utulivu kabisa kusikia somo la ufunuaji tutachukua katika huduma tabia ya kujitolea. Mioyo yetu na
Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Basi tukae kwa utulivu tusikilize somo la ukuzaji na haraka zinahitajika. Limeandaliwa na mchungaji Willy J Makoba, mtaa wa Ukara, Mara Conference NTUC. Naanza na kusema kama hatua za makusudi na za haraka hazitachukuliwa katika makanisa yetu, si muda mrefu shule ya Sabato itafungwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kupungua kwa walimu bora na mahiri wa shule ya Sabato, watoto na watu wazima. Katika makanisa mengi, kumpata mwalimu bora wa shule ya Sabato leo karne ya 21 ni kazi ngumu na ya kuchosha zaidi ya karne ya 20. Sababu za kukosekana kwa walimu bora na mahiri wa shule ya Sabato ni kama zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kupuuzwa kwa mwalimu mkuu kiongozi. Baada ya washiriki wengi kupata elimu za juu katika tasnia mbalimbali, wamempuuza mwalimu mkuu kiongozi, Roho Mtakatifu, katika kujifunza neno la Mungu maishani mwao, wakitegemea uwezo wa elimu dunia walizonazo. Ndio maana utashangaa leo kusikia mtu ni mwanasheria, mhandisi, mkemia, daktari au mwalimu wa sekondari anapoombwa kuwa mwalimu wa kikosi cha shule ya Sabato, wengi kukataa kwamba hawawezi kufundisha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hata baadhi wanaokubali si mahiri katika kufundisha. Wakati miaka 30 iliyopita, wazee wetu ambao wengi wao elimu zao zilikuwa za chini na wengine walijifunza kusoma na kuandika kwenye chama cha Dorcas, waliweza kuwa walimu wazuri kiasi kwamba washiriki waliwahi kwenye darasa kujifunza mwongozo wa Biblia enzi darasa lilikuwa moja. Tofauti iko wapi? Sikia, wazee wetu walijitambua hawalijui neno, hivyo walimtegemea Roho Mtakatifu kuwafunulia neno la Mungu. Washiriki wengi leo wanaamini wanajua, wanategemea akili zao wenyewe. Njia pekee ya kuelewa neno la Mungu ni kupitia Roho Mtakatifu. Katika Yohana 16 mstari wa 13, Yesu alitangaza, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ataongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata neno kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Nabii anasema tunaweza kupata ufahamu wa neno la Mungu kupitia nuru ya Roho ambaye neno hilo lilitolewa kupitia yeye. Hiyo ni Steps to Christ, ukurasa wa 114. Roho yule aliyewafuvia manabii kuandika Biblia ndiye atakayetufuvia tunapojifunza neno leo. Huduma ya Roho Mtakatifu kama mwalimu kiongozi maishani mwetu ni muhimu mno, ambayo hatutakiwi kuipuuza. Sababu ya pili, kupuuzwa kwa agizo kuu la utume la Bwana wetu Yesu Kristo. Washiriki wengi, ama kwa kujua au kutokujua, wamelipuuza agizo kuu la utume, hivyo hawajishughulishi kulitekeleza. Hebu tuliangalie kwa muktadha wa shule ya Sabato. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mambo yanayotakiwa kushughulikiwa na shule ya Sabato katika agizo hili ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Yeyote anayemfanya mtu kuwa mwanafunzi lazima awe mwalimu. Agizo la pili ni kuwafundisha kuyashika yote. Yeyote anayemfundisha mtu lazima pia awe mwalimu. Hivyo basi kila mshiriki ameagizwa kuwa mwalimu, akiongozwa na mwalimu mkuu kiongozi ambaye ni Roho Mtakatifu, kufundisha yote aliyoamuru Yesu. Ualimu ni karama ambayo kila mshiriki anapaswa kwa maombi mengi na juhudi isiyokoma kuitafuta ili kuipata, ili kukidhi takwa la enendeni, agizo kuu la utume. Nabii anasema
ualimu si karama iliyo tayari kutumika. Kwa namna moja ni karama ya kuijenga mwenyewe, wakati karama za ualimu kurithiwa zikuzwe ili zifae kutumika. Kufundisha ni karama inayohitajika kujifunza. Wote tumeitwa kuwa walimu, hakuna udhuru. Lakini jambo la tatu ambalo linasababisha kukosekana kwa walimu bora wa shule ya Sabato ni kupuuzwa kwa kozi maalum ya kuandaa walimu. Makanisa mengi hayana mkakati maalum wa kuandaa walimu wa shule ya Sabato. Walimu wengi wanachaguliwa kwa sababu ya umri wao kanisani, uwezo wa kuhubiri au uwezo wa kuchangia hoja kwenye vikao kanisani. Ndiyo maana ni nadra kuwaona vijana wakiwa walimu. Kila kanisa linapaswa kuwa chuo cha mafunzo ya kuandaa vijana wa kike na wa kiume kuwa walimu bora na mahiri wa shule ya Sabato. Mara moja kwa kila robo, kila kanisa linapaswa kuandaa kozi ya siku 10 ya angalau saa 2 kwa siku ili kuandaa jeshi litakalokuwa tayari kufundisha na kudhihirisha ukweli maishani mwao. Nabii anasema Bwana anawaita vijana wa kiume na wa kike kujizatiti kwa kazi, kwa ajili ya kazi ya maisha na juhudi kubwa katika kazi ya shule ya Sabato. Bwana anataka kuwa na walimu katika kazi ya shule ya Sabato ambao wanaweza kuhudumu kwa moyo wao wote, watakaoongoza talanta zao kwa kuzifanyia mazoezi na ambao watafanyia kazi kile ambacho tayari wameshakipata. Dondoo ya mwisho ni walimu bora na mahiri hawatokei kwa bahati, wanaandaliwa na kutengenezwa. Bwana atubariki tunapochukua hatua za makusudi na za haraka ili kunusuru shule ya Sabato isifungwe. Bwana wabariki sana. Makini zaidi na tutaenda kutendea kazi. Viongozi nadhani mlipata hiyo, na sisi wengine tukichagua kwa walimu tusikatae, tuseme hatuwezi, kwa sababu tunaamini watatutengenezea mkakati mzuri wa kututengeneza walimu, basi tuwe tayari kutumika. Nasemaje? Sasa wakati huu ni wakati mzuri ambapo tunakwenda kupata kusikiliza wimbo kutoka katika kikundi chetu cha Hope Voice. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha wana Hope Voice wote tuje kwa ajili ya kutoa wimbo. Twapaswa tudumishe maombi
muda wote adui anakuja, hakuna hata mmoja aliye salama. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Twapaswa tudumishe maombi, muda wote adui anakuja, hakuna hata mmoja aliye salama. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Kuna nguvu kwenye maombi, kuna nguvu kwenye maombi, kuna nguvu kwenye maombi, kuna nguvu. Tukiomba tutamshinda yule mwovu, tutamshinda. Tukiomba tutamshinda. Ndugu, tukeshe. Kuna nguvu kwenye maombi, kuna nguvu kwenye maombi, kuna nguvu kwenye maombi, kuna nguvu. Tukiomba tutamshinda yule mwovu, tutamshinda. Tukiomba tutamshinda. Ndugu, tukeshe. Twapaswa tudumishe maombi, muda wote adui anakuja, hakuna hata mmoja aliye salama. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Twapaswa tudumishe maombi, muda wote adui anakuja, hakuna hata mmoja aliye salama. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Ndugu, omba, kesha omba, adui asikumeze. Mnasemaje kwa kikundi cha Hope Voice? Asante sana Hope Voice kwa ujumbe wenu mzuri ambao unatusisitiza kudumu katika maombi. Sasa wakati huu ningependa tuweze kutulia na tuweke umakini zaidi wakati napomkaribisha mtu wa somo la utume, ili tuweze kusikia namna ambavyo kazi ya Mungu inatendeka katika nchi za wenzetu. Kwa ningependa kumkaribisha kijana aliyejiandaa kwa ajili ya kutupatia somo hilo. Bwana ni mwema na wakati wote. Leo ni somo la 11 Juni 14, 2025 kuelekea katika mji mmoja unaitwa Papua huko Indonesia kwa ajili ya kwenda kuwatembelea washiriki. Sababu baba yake alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato huko nchini Indonesia. Mara nyingi baba yake alikuwa na tabia kutoka nje na kuitazama ile miji
la Waadventista wa Sabato, na alipokuwa anaitazama hiyo miji, mara nyingi alikuwa anaiombea hiyo miji. Hasa siku moja alipokuwa na Jerry, aliomba ombi ambalo lilikuwa ni kwa ajili ya kuombea hiyo miji ambayo ina makanisa, na ombi lenyewe lilikuwa linasema: Mungu mpendwa, tafadhali ubariki mji huu kwa kuupatia kanisa la Waadventista siku moja. Jerry alikuwa ni shuhuda wa hilo ombi ambalo baba yake aliomba, na baada ya miaka 5 Jerry alishuhudia kuona Mungu akiwa anajibu ombi ambalo baba yake alikuwa ameliomba. Maana baada ya hiyo miaka 5 katika mji ambao baba yake aliomba, kanisa la Waadventista wa Sabato lilifunguliwa. Lakini tena baada ya miaka 20 tena kanisa jingine liliweza kufunguliwa katika ule mji ambao baba yake aliweza kuombea, ili siku moja awe na kanisa la Waadventista wa Sabato. Siku moja Jerry na yeye alipokuwa anasafiri, alipokuwa katika ziwa la Sentina, aliweza kuona mji ambao ni mji wa Yoboi, na huo mji ulikuwa hauna kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo alikumbuka tabia ya baba yake ya kuweza kuiombea miji ambayo haina kanisa hata moja la Waadventista wa Sabato. Hivyo alimwomba yule aliyekuwa anaongoza mashua aweze kusimamisha, aweze kupunguza mwendo ili aweze kuombea mji wa Yoboi. Hivyo akaweza kuombea mji ili siku moja na wenyewe waweze kupata kanisa la Waadventista wa Sabato. Baada ya miezi 2 baada ya kuomba lile ombi, kuna mkazi mmoja mashuhuri wa huo mji wa Yoboi aliweza kusafiri kuelekea katika nchi ya Israeli, na alienda katika mji wa Yerusalemu. Siku moja alipokuwa katika hoteli, aliweza kufungua dirisha lake kutazama nje. Aliweza kuona aliweza kusikia king'ora, lakini pamoja na mabasi yaliyokuwa yanaenda kwa kasi, na mwishowe ile sauti ikakata ghafla. Alipotazama saa yake akagundua kwamba ilikuwa ni Ijumaa jioni, na akatambua kwamba hata Wayahudi kumbe inapofika wakati wa Ijumaa jioni wanafunga na wanaacha kazi zao na wanaingia katika masaa matakatifu ya Sabato. Lakini pia huyo mkazi ambaye alikuwa anaitwa Thon alikumbuka kwamba alipokuwa katika nchi yake ya Indonesia, alipokuwa anafanya kazi, kuna wafanyakazi wengine walikuwa ni Waadventista wa Sabato. Hivyo ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, walikuwa wanaacha Ijumaa jioni, wanaacha kufanya kazi zao na wanaingia katika masaa matakatifu ya Sabato kwa ajili ya kupumzika. Akajiuliza kwa nini kanisa lake alifanya hivyo na Wayahudi ambao ni Waisraeli wanafanya hivyo, na akikumbuka kanisa nalo sali wanasema kwamba wanamwabudu Mungu wa Israeli. Akatafakari sana na akasema kwamba atakaporudi nchi ya kwao ambayo ni nchi ya Indonesia, atatafuta kwa nini hawafanyi hivyo wenyewe. Na aliporudi huko mjini Papua nchini Indonesia, alienda katika kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo walikuwa wanafanya uinjilisti, mkutano wa uinjilisti. Na huyu Jerry baada ya muda alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, aliweza kumwalika Thon aweze kuhudhuria. Na baada ya Thon kuweza kuhudhuria katika huo mkutano wa uinjilisti, aliweza kujibiwa maswali yote aliyokuwa anajiuliza, na hatimaye Thon akawa Mwadventista Msabato, yeye pamoja na mke wake. Muda mfupi baada ya ubatizo wao, Jerry alitembelea familia yao huko Yoboi na kuwasaidia kuratibu kanisa la nyumbani. Ilikuwa ni jibu la maombi yake na mwendelezo wa ulisi wa baba yake. Nasema ninashukuru sana kwa ulisi ambao baba yangu ameniachia, alisema Jerry Jacob
ambaye sasa ni mchungaji wa kanisa la Adventista katika chuo kikuu cha Krabat. Tuendelee kuomba kwamba siku moja jengo la kanisa ifunguliwe katika mji huu. Anasema ombea mji wa Yogoi huko Papua Indonesia. Omba ili injili ifike sehemu nyingi zaidi kisiwani na makanisa mengi zaidi yajengwa huko. Sehemu ya sadaka ya 13 ya robo hii itasaidia kueneza injili nchini Papua kupitia ujenzi wa madarasa, jengo la utawala, maktaba na bwalo katika chuo cha Adventista cha teolojia Papua. Chuo kilihamia katika eneo lipo sasa huko Nabeg baada ya majengo ya chuo cha zamani katika sehemu nyingine ya Papua kuharibiwa na mafuriko mwaka 2019. Kwa sasa wanafunzi hukutana katika madarasa ambayo yameazimwa tu kutoka katika chuo cha Adventista. Asante kwa kupanga sadaka ya Sabato ya 13 ya ukarimu ili kusaidia mafunzo ya wachungaji na walimu wa Biblia. Mungu awabariki. Na kwa kutimisha, nipende kukaribisha mkurugenzi wetu wa shule ya Sabato kwa ajili ya taarifa pamoja na matangazo. Lakini tuliowaletea huduma Sabato ya siku ya leo ni kikundi cha Hope Force. Bwana ni mwema na wakati wote. Ningependa kugusia taarifa kwa ufupi kwa muda wa kuanza darasa. Hapo tumezidi kuwa nyuma zaidi, maanake Sabato iliyopita ilianza saa 2:20 na Sabato hii ilikuwa saa 2:10. Sasa changamoto ni ile kuwakumbusha tu walimu tumeitwa kusimama imara kuhakikisha shule za Sabato hazifungwi. Tunapokupa nafasi ya kusimama kama mwalimu wa walimu, basi jitahidi wahi, maanake usipowahi na mlazimu mkurugenzi au kiongozi wote wa shule ya Sabato ndiye asimame, lakini wakati muda wa kukumbusha kwenda. Lakini pia la pili nikumbushe juu ya habari ya huduma yangu kwa Yesu ambapo walitembelea watu 3, lakini pia magazeti na vizuri vilivyotolewa vilikuwa 3, pia mafundisho yaliyotolewa yalikuwa 10 na roho zilizoondolewa zilikuwa 6. Basi tuzidi kupiga vita hili. Na kitu kilichofanyika ni kama hivi: tulikuwa na idadi ya wageni 16 na tulikuwa na vitabu 24. Lakini vitabu vilivyogawiwa ni vitabu 20. Maanake kuna baadhi ya watu walipewa vitabu viwili wakiwa 6 na wale 8 walipewa vitabu kimoja. Kitabu cha joka pamoja na Sabato ya kweli. Bwana awabariki kwa namna mlivyojitoa. Lakini kwa pale ambapo vikosi havijamalizia, basi tutaendelea kumalizia. Na pesa kwa jumla iliyotumika ilikuwa 1,19,000 kufanikisha zoezi zima la Sabato ya wageni kule Swala. Bwana awabariki sana. Nipende kuwakumbusha pia kwa habari ya madarasa yetu mwaliko unapokuwa na hasa ubatizo na furaha yanakuwa pale nje, lakini lesoni wa watu wazima wanaendelea hapa ndani. Nijitahidi kumalizia kwa wale vikosi ambao watakumalizia makori yale ya 1111, lakini ni wito wa pekee kujiandaa kwa ajili ya matukio mawili ya muhimu wa ununuzi wa lesoni. Miaka 19 hadi 35 tutanunua lesoni za bobea ya mikono, na baadhi ya walimu ambao watabaki katika madarasa yale ya watu wazima wakisaidiana kwa ajili ya kuhakikisha usomaji wa lesoni unakwenda vizuri. Kwa hiyo kufika angalau tarehe 21 tujitahidi ili tufanye urahisi. Pesa zitapitia kwa mwazini wa kikosi. Kwa mwazini wa kikosi ndiye atakayeandika kwamba bwana fulani mimi fulani anataka lesoni. Baadaye sisi ndio tutaagiza kule ofisi kuu. Bwana wabariki tunaposhirikiana pamoja ili kuhakikisha shule ya Sabato haifungwi. Bwana wabariki tunaposhirikiana pamoja ili kuhakikisha shule ya Sabato haifungwi. Watoto wamepoa. Watu wanataka shule ya Sabato ifungwe. Basi kwa kumaliza kipindi chetu, ningependa wote tusimame tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunasema asante kwa kuwa
tulivyoanza kipindi hiki ambao tumefika tamati na kuendelea sifa. Ikiwa kuna mahali tulienenda kinyume na mapenzi yako, ukapata kutusamehe. Tulipoenenda kwa upendano, ukazidi kutubariki. Yote tuliyojifunza ukaweza kutusaidia tuweze kuwatendea kazi katika maisha yetu, na ukazidi kusogeza karibu na msalaba wako, mwisho wa siku tukapata kuokolewa. Tunapotamanika sasa kwa ajili ya kwenda kwenye vikosi vyetu vya shule ya Sabato, ukawa pamoja nasi na vipindi ambavyo vinaendelea kabisa mkononi mwako. Tunaamini wako watakuja nasi kwa tunaomba kupitia Yesu Kristo. Amen. Basi tutawanyika kwenda kwenye vikosi vyetu vya shule ya Sabato na kuona na hukumu. Kristo